Nyota. Ufahamu kuhusu nyota na mafanikio yako, kwa sababu mtu anapozaliwa hapa duniani ana matumaini ya kwamba atafanikiwa, ana matumaini ya kwamba maisha yake yatakuwa ni mazuri. Kwa hivyo tunakwenda kuangazia kwa nini nyota. Habari za nyota ni habari ambazo zimekuwepo tangu jadi. Kila kitu ambacho Mungu amekiumba hapa duniani kimeumbwa na sababu yake, kimeumbwa na madhumuni yake. Maandiko inasema hapo mwanzo. Hebu tuende Mwanzo, kitabu cha Mwanzo. Tukisoma tunapata ya kwamba Mwanzo mlango wa kwanza, tukisoma kuanzia mstari wa 11, tuanzie hapo. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Maandiko inasema ya kwamba nchi ikatoa. Tukisoma 13, maandiko inasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Alafu tusome 14 inasema Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Sikiliza kwa makini, sitaki upotee. Mungu akasema, ni Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, aliyemuumba mwanadamu ambaye ni Mungu Mwenyezi. Anasema the supreme being, anasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Sikiliza, nyota zimeumbwa na Mwenyezi Mungu, na Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi na kutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Kwa hivyo tumepata kuelewa ya kwamba nyota ni baadhi ya maumbile ama vitu ambavyo Mungu aliviumba, na tunaambiwa ya kwamba aliviweka katika anga la mbingu, na kazi yake ilikuwa ni kutia nuru juu ya nchi. Na tunaambiwa ya kwamba Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi na kutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Kwa hivyo kazi ya jua, kazi ya mwezi, kazi ya nyota, tumeambiwa kazi yake ni kutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Twende polepole. Kwa hivyo tumejua ya kwamba nyota, jua na mwezi ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba, na hivi vitu Mungu ameviumba na sababu yake. Kila kitu ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu kimeumbwa na sababu na kazi yake. Sikiliza, mwanadamu alipoumbwa, tunaambiwa kwamba Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, na tunaambiwa akatawale. Kwa hivyo kila kitu ambacho Mungu amekiumba na sababu yake na kwa madhumuni yake. Sikiliza kwa makini, twende kuhusu nyota. Kwa nini nyota? Wengine wakasema ya kwamba nyota haifai kuhubiriwa makanisani, nyota haifai kuhubiriwa kwa Wakristo, na ndio ujinga ambao umeingia katika makanisa, na ndio ujinga ambao umewaingia watu wa Mungu wasipate ufahamu na akili ya kuweza kufikiria kwa undani na kujua kwa nini wakati Yesu alipozaliwa tunaambiwa kulikuwa na nyota. Tunaambiwa ya kwamba Isaya alikuwa ni nabii, na Isaya alipozaliwa hatuambiwi mambo ya nyota. Yohana Mbatizaji alipozaliwa hatuambiwi habari ya nyota. Lakini ilipofika kuhusu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, alipokuja duniani kupitia tumbo ama uzao ule wa kawaida, ile njia ya kawaida, kuzaliwa na Mariamu, tunapata ya kwamba
kulikuwa na utata mwingi katika kuzaliwa kwake. Kulikuwa na tashwishi nyingi na pingamizi nyingi sana, na tunaambiwa ya kwamba katika Mathayo mlango wa 2 mstari wa 1 tunaambiwa Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, kuna watu ambao walitoka mashariki wakafika Yerusalemu ambao walikuwa wamebeba information kumuhusu Yesu Kristo. Hawa watu walikuwa hawajamuona Yesu. Tunaambiwa ya kwamba waliona nyota. Hebu tuendelee kusoma. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki. Tunaambiwa tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, walifika Yerusalemu. Hizi ni habari ambazo zilitendeka, ni mambo ambayo ni matukio ambayo yalifanyika. Walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Sikiliza kwa makini. Hawa watu wanaitwa mamajusi, na wamefika Yerusalemu wakiwa wamebeba information, wamebeba ujumbe. Ujumbe wenyewe ni kwamba wanamtafuta mtoto ambaye amezaliwa, na kile wanachokiongea ni kwamba wanasema, yuko wapi, yuko wapi? Hawa watu wameona nyota, hawakumwona Yesu, lakini walipofika Yerusalemu wanaongea kuhusu habari ya mtu aliyezaliwa. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona. Sio kwamba waliota ndoto, waliona nyota ya Yesu Kristo wakiwa mashariki. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba hawajamuona Yesu. Wamefika na information ya kwamba wameiona nyota yake mashariki, nao wamekuja kumsujudia. Yaani kuona nyota ile, wanasema tuliiona nyota yake. Nyota yake, huyu ni mwanadamu ambaye amezaliwa hapa duniani, ni mwanadamu, ni Yesu Kristo. Lakini tunaambiwa ya kwamba mamajusi wana ufahamu zaidi, wana ufahamu kuhusu nyota, ya kwamba walipoitazama nyota, nataka uelewe ya kwamba unapotazama juu wakati wa usiku unapata kuona ya kwamba nyota ni nyingi sana. Kwa hivyo hawa mamajusi, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba waliona nyota nyingi sana, lakini katika baadhi ya zile nyota ambazo waliziona, mamajusi waliweza kuona nyota moja na wakaitofautisha nyota hii na nyota zingine kwa sababu ya tabia, ama kwa sababu ya maumbile yake, ama kwa sababu ya kile ambacho walikiona. Na tunaambiwa ya kwamba hawa mamajusi walipofika Yerusalemu wanasema ya kwamba yuko wapi, yuko wapi? Wanamtafuta mtu, si ati kwamba wanatafuta nyota, wanamtafuta mtu anaitwa Yesu, na hawa watu wameona nyota yake. Sikiliza hilo neno, nyota yake. Kwa hivyo Yesu alikuwa na nyota yake. Huyu ni mwanadamu, amezaliwa duniani, lakini ana nyota yake. Kwa hivyo kuna uwezekano wanadamu wanapozaliwa hapa duniani wanaingia na ajenda za mbinguni wakiwa wamebeba ajenda za rohoni. Hawa watu wanakuja wakiwa na maumbile na information ambayo iko ndani yao, na tunaambiwa ya kwamba hawa mamajusi wanasema tuliiona, kwa maana tuliiona nyota yake. Wapi? Mashariki, sio Yerusalemu. Waliona nyota ya Yesu wakiwa mbali, na wakaanza kuifuata ile nyota. Yaani ni mambo ya kushangaza sana. Wakati hawa watu tunaambiwa ya kwamba waliifuata nyota, na ndio maana nataka kupambanua kwa ndani zaidi, ili kwamba watumishi wa Mungu wakaweze kufunguka akili na mawazo, na wakaweze kujua ya kwamba the Holy Spirit is not limited. Roho Mtakatifu hawezi kuwa na kipimo, hapimiwi. Kiwango cha elimu na hekima ya Mungu ambayo inapitishwa kutoka kwa kizazi mpaka kizazi ni akili na hekima iliyomzidi mwanadamu kwa umri, kwa akili na kwa ufahamu. Sikiliza, mamajusi wameona nyota, wameanza kutembea, wameona nyota,
Nyota imefanya mamajusi wakafunga safari, wakaanza kutembea. Wakati huo kulikuwa hakuna ndege, wakati huo kulikuwa hakuna means of transportation ambazo saa hii tuko nazo kama ndege au magari. Wakati huo walikuwa wanatumia ngamia, walikuwa wanatumia farasi. Kwa hivyo mamajusi walitoka mashariki, wakaanza kuifuata nyota, wakaifuata nyota na wakafika mahali panaitwa Yerusalemu. Nyota imewaelekeza mamajusi mpaka Yerusalemu. Mamajusi kuitazama nyota wakajua ya kwamba information ambayo ile nyota imebeba, kumaanisha mamajusi walikuwa na elimu, walikuwa na akili na ufahamu kuhusu mambo ya heavenly bodies, ama mambo kuhusu mianga ambayo imewekwa katika anga la mbingu, ambayo ni jua, mwezi na nyota. Hawa watu walifahamu, walikuwa na elimu, kwa sababu sio kila mtu ambaye anaweza kutazama juu akasema ya kwamba ile nyota ni namna hii, ama jua linasema hivi, ama mwezi unasema namna hii. No, kuna watu wanaitwa watabiri wa hali ya hewa, ambao kazi yao ni kuweza kutazama anga la mbingu na kupambanua mambo ya ndani, wakaweze kujua ni nini ambacho kinaweza kutendeka wakati fulani, ama wakati unaokuja, ama hali ya anga inasemaje. Hao ni watabiri. Lakini katika hali ya kutabiri kuna elimu ambayo inatumiwa. Elimu inayotumiwa katika mambo kuhusu mambo ya jua, mwezi na nyota ni elimu inaitwa falak ama unajim. Falak ni elimu ya nyota. Sikiliza, hawa mamajusi wamefika Yerusalemu. Sawa, wamefika Yerusalemu, sio ti kwamba wamepigiwa simu, no, wamekuja Yerusalemu wakiwa na information ambayo wameipata kutoka kwa nyota. Sikiliza, wanasema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kuna mtu amezaliwa, lakini sasa tunaambiwa kwamba amezaliwa mfalme, si ati kwamba amezaliwa kuwa mfalme. Kuna tofauti kubwa ya mtu kuzaliwa kuwa mfalme na tofauti kubwa na mtu amezaliwa mfalme. Yesu Kristo hakuzaliwa kuwa mfalme, alizaliwa mfalme. Alizaliwa akiwa tayari amekalia kiti chake cha uongozi. Yesu Kristo amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Alafu wanasema kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Kwa nini Herode anafadhaika? Kama kweli mambo ya nyota ni mambo ya upuzi, ama ni mambo ya ujinga, au ni mambo yasiyofaa, kwa nini mfalme Herode anatatizika? Kwa nini? Herode hafai kutatizika, kwa sababu angalikuwa ameambiwa mambo ya nyota, Herode angepuuza akasema mambo ya nyota ni mambo yasiyokuwa na mwelekeo. Lakini tunaambiwa ya kwamba habari ambayo mamajusi walikuwa wamebeba, information ambayo mamajusi walibeba ni information ambayo iliwafanya Yerusalemu na Herode kutatizika. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehem ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Sikiliza, tukienda katika mstari wa 9 tunaambiwa ya kwamba nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Ni nyota, si ati kwamba ni mwanadamu anawaelekeza mamajusi. Tunaambiwa ni nyota inawaelekeza wanadamu mpaka mahali mtoto alipokuwa amewekwa. Nyota, habari za nyota ni habari ambazo zimeleta utata mwingi, na wakati tunafundisha kuhusu nyota ni mambo ambayo tumeyazingatia kwa undani, na kupitia mwelekeo wa Roho Mtakatifu
na kupitia mwelekeo wa maandiko tumepata ufahamu wa ndani sana, tukaweza kujua ya kwamba hizi habari za nyota sio habari za kupuuzwa, kwa sababu Herode ambaye ni mfalme, kiongozi wa wananchi, yeye mwenyewe ametatizika sana na hizi habari za nyota, na tunaambiwa Herode alitatizika pamoja na Yerusalemu nzima. Nyota. Basi nyota ni nini, na kwa nini Yesu alipozaliwa kulikuwa na nyota? Nyota, tunapoangazia kuhusu nyota na mambo ya ndani kuhusu katika maandiko, tunapata kwamba nyota ni kipawa cha Mungu. Ni kipawa cha Mungu, ni uwezo au kitu ulichozaliwa nacho kinachokutofautisha na wengine katika hali ya utendaji kazi au kupata riziki. Nyota ni ile kapasiti ya mwanadamu kuweza kufanikiwa pasipo na kung'ang'ana, kwa sababu kila mwanadamu amezaliwa na hekima yake, amezaliwa na kipawa chake. Kipawa, nikiongea kuhusu kipawa, ni kitu ambacho unaweza kukifanya ambacho sio kwamba umepata ujuzi ule kupitia masomo ama kupitia university. No, ni kitu ambacho umezaliwa nacho. Kuna mtoto ambaye anaweza kutengeneza kitu, si ati kwamba amekisomea. Ni kitu ambacho kiko ndani yako, unakifanya perfectly kwa sababu ni kitu umezaliwa nacho, ni ujuzi, ni neema ambayo umeibeba, ni nyota. Kwa hivyo nyota ni kipawa cha Mungu. Nyota ni uwezo au ni kitu ambacho umezaliwa nacho, ni ujuzi ambao umezaliwa nao, ambao unakutofautisha na wengine katika hali ya utendaji kazi au katika kupata riziki. Ndiyo nyota hiyo. Zaburi 45 kuanzia 12, maandiko inasema, na binti Tiro analeta kipawa chake, nao matajiri wa watu watajipendekeza kwako. Sikiliza, wakati kipawa chako kinaanza kufanya kazi, ama wakati ile capacity au ile neema ambayo Mungu ameweka ndani yako ikianza kufanya kazi, tunapata ya kwamba matajiri wa watu wanaanza kujipendekeza kwako. Mamajusi hawakuwa watu maskini, mamajusi walikuwa watu matajiri, kwa sababu hawakwenda kumwona Yesu wakiwa mikono mitupu. Walibeba dhahabu, walibeba fedha. Hawa ni watu walibeba vitu vya bei ghali, wakaenda wakampatia mtoto aliyezaliwa. Kwa sababu gani? Hawa watu kujua habari zake Yesu Kristo, si ati kwamba waliambiwa, waliona nyota. Nyota ikawaongoza, ikawapeleka mpaka pale mtoto alipokuwa. Sikiliza kwa makini. Mithali 17 kuanzia mstari wa 8. Kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliye nacho, kila kigeukapo hufanikiwa. Kipawa ni kito cha thamani. Kwa hivyo kipawa ni kitu ambacho kina thamani kubwa sana, na tunaambiwa kupitia maandiko ya kwamba kila wakati kipawa kinatumika, ama kila wakati kinageuka kipawa, mtu huwa anaanza kufanikiwa. Kwa hivyo kufanikiwa kwa mtu sio tu kwa sababu ya elimu ambayo ameisoma shuleni. Elimu ni nzuri, ndiyo, lakini haikuhakikishii mafanikio. Mafanikio yanatoka kwa Mungu Mwenyezi aliye juu, na kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya mwanadamu ambacho kinaitwa kipawa. Ndiyo nyota ya mtu, ndiyo uwezo, ndiyo kapasiti yako ya kuweza kuwavuta watu, ndiyo kapasiti yako ya kuweza kuwa na influence katika nchi. Ni kitu kinaitwa nyota. Maandiko inasema katika Hesabu 8:19, nami nimempa Haruni hao Walawi wawe kipawa chake, yeye na wanawe, kutoka kwa wana wa Israeli, ili watumike utumishi wa wana wa Israeli katika hema ya kukutania, kisha wafanye upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli, ili kusiwe na maradhi kati ya wana wa Israeli hapo wana wa Israeli watakapopakaribia mahali patakatifu. Andiko inasema katika Waefeso kuhusu kipawa, Waefeso mlango wa 2 kuanzia mstari wa 8, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa chake Mungu. Ni kipawa chake Mungu.
Kwa hivyo kipawa cha Mungu kikianza kufanya kazi au kumanifest katika maisha yako, huwa ndio pale tunasema sasa ndio nyota, ndio mafanikio. Sasa tuweze kuangalia habari za nyota kwa undani zaidi, ili tusiweze kuzingatia tu kipawa. Nyota ni kitu ambacho kimetajwa mara nyingi sana katika Biblia, na tuweze kuangalia basi nyota inahusika vipi na mwanadamu. Nyota na mwanadamu zinahusiana vipi? Tumeweza kujua ya kwamba mamajusi walipofika Yerusalemu walisema ya kwamba yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi, kwa maana tuliona nyota yake. Hawa mamajusi waliona nyota ya mtu, nyota ya mtu. Hii nyota ina mwenyewe, na mwenyewe ni Yesu Kristo. Sikiliza, maandiko inasema katika Ayubu mlango wa 3 mstari wa 9, nyota za mapambazuko yake na ziwe giza, na atafute mwanga lakini asiupate, wala usiyaone wala asiyaone makope ya asubuhi. Nyota ya mapambazuko ya. Kwa hivyo kuna nyota ya mapambazuko, nyota za mapambazuko yake na ziwe giza. Haya ni matamshi ambayo yanatamkwa kwa binadamu, kwa sababu tunaambiwa na atafute mwanga. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye anatamkiwa. Tunaambiwa nyota za mapambazuko. Kuna nyota, wakati mapambazuko ni wakati wa kufanikiwa kwako, nyota za mafanikio yako na ziwe giza. Kwa hivyo nyota inaweza kutiwa giza. Kuna nyota za mapambazuko yako, kuna nyota za mafanikio. Mtu ako na nyota yake ya kufanikiwa, ana kapasiti yake ya kufanikiwa. Kuna neema iliyo juu yako ambayo inaweza kukufanya wewe kuweza kufanikiwa, lakini tunaambiwa katika Ayubu ya kwamba nyota za mapambazuko yake na ziwe giza. Kwa nini tunaambiwa ziwe giza? Ni matamshi yanatamkwa haya juu ya mtu ya kwamba ako na nyota za mapambazuko, lakini ile nyota ya mafanikio ya huyu mtu tunaambiwa ya kwamba inatamkiwa ziwe giza, ya kwamba kama nyota inaweza kufanywa kuwa giza, ni kwamba nyota haiwezi kuangaza tena. Nyota za mapambazuko yake na ziwe giza, atafute mwanga lakini asiupate. Yani atafute opportunity lakini asipate, atafute kazi lakini akose, atafute mke lakini asimpate, atafute watoto lakini awe tasa. Nyota za mapambazuko yake na ziwe giza, na atafute mwanga lakini asiupate. Haya ni matamshi ambayo tunayapinga juu ya maisha yako. Yeyote yule ambaye amekutamkia nyota yako ya mapambazuko ya kwamba iwe giza, itamrudia mwenyewe. Maneno hayo yamrudie mwenyewe katika jina la Yesu. Sikiliza kwa makini. Mtu anaweza kuwa na nyota. Kwa hivyo Ayubu katika mlango wa 3 mstari wa 9, Ayubu anatupatia ufunuo wa ndani akituelezea kwamba kuna nyota za mapambazuko ya mtu, kuna nyota ya mafanikio ya mtu. Ayubu 38 mstari wa 7, hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Tunaambiwa kuna nyota za asubuhi zikiimba pamoja, alafu tunaambiwa kuna watu, wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia 41. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota. Kwa hivyo tukiangazia kuhusu nyota, tunaangazia kuhusu ufahari ama umaarufu. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kwa hivyo nyota zote haziwezi kung'aa kwa pamoja, zikang'aa kwa wakati mmoja, au kwa ule mwanga wa nyota ukakuwa sawasawa. Kwa hivyo kuna nyota ambazo zinang'aa zaidi ya zingine na kuna nyota ambazo hazing'ai zaidi ya zingine. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 5, tuanzie kuanzia mstari wa 19. Judges chapter 5 from verse 19. Wafalme walikuja wakafanya vita wafalme. Ndipo wafalme wa Kanaan walifanya vita katika Taanaki karibu na maji ya Megido. Hawakupata faida yoyote ya fedha. Walipigana kutoka mbinguni
nyota katika miendo yao zilipigana na Sisera. Sikiliza, tunaambiwa ya kwamba walipigana kutoka mbinguni. Yaani kuna vita ambavyo vilipiganwa wakati ule, wafalme walikuja wakafanya vita. Tunaambiwa kulikuwa na vita. Sisera alikuwa ni amri jeshi na alikuwa anapigana na wana wa Israeli, na tunapata wakati huo ulikuwa ni wakati wa Debora ambaye alikuwa ni nabii wa Mungu. Walipigana kutoka mbinguni. Kwa hivyo kuna vita vya aina nyingi. Kuna vita vya mwanadamu ambayo ni vita vya kawaida, ambavyo ni mwanadamu amekosana na mwanadamu mwingine, au ni kukosa kuelewana, na kuna vita ambavyo sio vita vya hapa duniani, ni vita vya mbinguni. Maandiko inasema walipigana kutoka mbinguni, nyota katika miendo yao zilipigana na mwanadamu. Nyota ambazo zilikuwa katika anga la mbingu, nyota zinapigana na mwanadamu anaitwa Sisera. Kwa hivyo tunapata ya kwamba kuelewa ya kwamba inawezekana nyota ikapigana na mwanadamu, maana maandiko ndivyo inavyosema ya kwamba walipigana kutoka wapi? Kutoka mbinguni, ya kwamba ni nyota hizi katika miendo yao zilipigana na mwanadamu anaitwa Sisera. Tumeweza kuelewa ya kwamba nyota ina ufahamu wa ndani sana, na nyota sio tu kitu cha kawaida, bali nyota ina ufahamu zaidi kuliko vile mwanadamu anavyodhania. Na nyota tunaambiwa, tukiangazia kuhusu nyota ina ufahari wake. Tukisoma kuhusu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, tunaona ya kwamba nyota inaweza kupeanwa. Ufunuo wa Yohana kuanzia mlango wa 2 mstari wa 28, nami nitampa ile nyota ya asubuhi, nami nitampa. Nani atapewa? Nami nitampa nini? Nitampa ile nyota ya asubuhi. Kwa hivyo mtu anaweza kupewa nyota. Maandiko inasema nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Inajulikana ile nyota nitampa. Kwa hivyo mwanadamu anaweza kupata nyota, ama anaweza kupewa nyota. Inaweza kupewa nyota. I am a deliverance minister. Mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye kazi yangu zaidi ni kufungua maisha ya watu na kuwaelekeza destiny za watu ziambatane na mipangilio ya mbinguni. Ndiyo kazi yangu. I am a deliverance minister, so I know exactly what I'm saying. Nikikwambia nyota inaweza kupeanwa, wachana na watu ambao watakuelekeza wakutie uchochezi kuhusu mafundisho haya, wasiweze na kusomea maandiko uweze kuelewa maana ya nyota na kwa nini Yesu alipozaliwa kulikuwa na nyota. Mathayo mlango wa 2 mstari wa 10 inasema, nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Mamajusi walipoiona ile nyota ikawapatia furaha. Na iwe hivyo katika maisha yako, ya kwamba wote watakapokutana na wewe watafurahia. Ni favor ya Mungu. Nyota inakupatia capacity ya kuwa na favor. Unakuwa na favor, inakuwa na favor. Favor ikiwa katika maisha yako, ama kismat ama kibali, unaanza kuongezeka, unaanza kubarikiwa, unaanza kunenepa, unaanza kuongezeka kifedha, kimali. Ni nyota, ni ufahari ambao uko juu yako. Tunaambiwa ya kwamba katika Mathayo mlango wa 2 mstari wa 7 ya kwamba kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Herode alikuwa na interest kuhusu nyota ya Yesu Kristo. Alikuwa na interest kubwa sana, maana kama hangekuwa na interest kuhusu hii nyota, basi hangewaita wale mamajusi na kuwauliza kuhusu habari za nyota. Tusome kuhusu Isaya 14 mstari wa 12, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri. Nataka usikilize kwa makini. Maandiko inasema katika Isaya 14:12, jinsi ulivyoanguka, sio ilivyo. Tunaongea kuhusu ulivyo. Ulivyo ni kwamba hii ni personality. We are talking of a personality.
In the book of Isaiah 14 from verse 12, tunaongea kuhusu a personality, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Kwa hivyo tunaambiwa habari za nyota ambayo iliwaangusha mataifa. Nataka uelewe, mahali popote ambapo unaona nyota, kuna a personality behind the star, because wakati wa Yesu kuzaliwa kulikuwa na nyota, na mamajusi wakajua ya kwamba ile nyota wanayoitazama katika anga la mbingu, nyuma yake ile nyota kuna a personality. Mahali popote pana nyota, kuna a personality behind the star. Amen. Tunaangazia kuhusu nyota, ya kwamba nyota imekuwa ni issue ya utata sana katika maisha ya watu wengi. Watu wengi wanapinga sana kuhusu, lakini tumeelewa ya kwamba nyota inaweza kupeana. Na wakati Yesu alipozaliwa kulikuwa na nyota, mamajusi wakaifuata ile nyota. Hawakuelekezwa na wanadamu, hawakuelekezwa kwa njia ya simu, bali walifuata nyota, walitazama juu na wakaelewa, wakakuwa na ufahamu wa ndani kuhusu nyota. Sikiliza, chochote ambacho Mungu amekiumba kina maana yake, kina madhumuni yake. Maandiko yanasema ya kwamba jua likasimama, wana wa Israeli wakapata ushindi. Kwa nini watu hawapingi jambo hilo? Tunaambiwa kwamba and the sun stood still and the children of Israel attained victory because the sun stood still. Jua lilisimama, jua lilisimama. Maandiko inasemaje? The sun will not smite you by day and the moon will not smite you by night, ya kwamba jua halitakupiga. Kwa hivyo jua liko na uwezo wa kukupiga. Nataka uelewe ya kwamba jua, mwezi na nyota ziliumbwa na Mwenyezi Mungu na madhumuni. Tukisoma kitabu cha Mwanzo tunapata ya kwamba haya hivi vyote vilivyoumbwa, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Kwa hivyo unapotazama jua, unapotazama mwezi au nyota, unapata information kuhusu majira na siku na miaka. Tunaambiwa tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana. Sio mwanadamu tu peke yake ana capacity ya kutawala. Jua ambalo ni jua, the sun was given ordinance by God to rule the day. Jua, kazi ya jua ni kutawala, jua linatawala. Kwa hivyo you are under the sun's jurisdiction. Wakati mchana unapofika, wewe uko chini ya mamlaka ya mtawala, na mtawala mwenyewe anaitwa jua. Inapofika usiku, kunaye anayetawala usiku, anaitwa mwezi. Inapofika usiku, kuna nyota zinatawala. Kwa hivyo tunaambiwa na Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana. Kwa hivyo kazi ya jua ni kutawala, na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia, itie nuru juu ya nchi. Nuru sio mwangaza, ni nuru juu ya nchi, na kutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. The sun will not smite you by day and the moon will not smite you by night. Kwa nini maandiko yanasema namna hiyo, ya kwamba the sun will not smite you by day? Kwa nini jua likupige wewe? And the moon will not smite you by... Kwa nini mwezi ukupige wewe? Mara ngapi watu wanaishi katika nchi ya walio hai wanapata matatizo na shida zisizokuwa na kikomo. Kuna watu wanapitia umaskini ambao sio wa kawaida. Kuna watu wanapitia mambo magumu sana katika maisha yao, ambayo matatizo yao ni matatizo ya nyota. Herode alitaka kujua majira na masaa ambayo nyota ilionekana.
Let us go to the book of Matthew. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao. Ni Herode huyu, ameambiwa na mamajusi information au habari kuhusu nyota na kuhusu mtoto ambaye amezaliwa katika maeneo yake. Herode kwa sababu amesikia habari ya kwamba huyu mtoto aliyezaliwa mamajusi wamekuja kumsujudia, akajua ya kwamba hii nyota walioiona na huyu mtoto, kuna uwezekano mkubwa huyu mtoto aliyezaliwa akawa na ushawishi mkubwa sana katika lile eneo lake. Kwa hivyo akataka kujua habari, kama huyu mtoto anasujudiwa, basi ni habari ya kwamba kuna mambo kuhusu ibada. Kwa hivyo huyu mtoto mamajusi wamekuja Yerusalemu ili kwamba wakaweze kupatiana ibada kwa mtoto aliyezaliwa. Maandiko yanasema akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehem ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Maandiko yaliyoandikwa na nabii ni kwamba kuhusu Bethlehem, ambapo ni sehemu ambayo it is the major location ama the place where Yesu anazaliwa. Tunaambiwa ya kwamba sasa hivi habari za Bethlehem zimebadilika. Tunaambiwa, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe, ya kwamba udogo wake umeisha. Hakuna tena kuita Bethlehem ya kwamba ni nchi ndogo, ni mji mdogo. Bethlehem sasa hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda. Kwa sababu gani? Kwa kuwa kwako atatoka mtawala. Kwa hivyo ile nyota ya Yesu Kristo ilikuwa inaashiria ya kwamba yule mtoto aliyezaliwa ni mtawala, kwa sababu habari zake Yesu zilikuwa zimenakiliwa katika maandiko, zimenakiliwa katika maandiko matakatifu, atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia. Nyota inawaelekeza watu mpaka pale Yesu alipokuwa, ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Nyota iliwaelekeza watu ambao hawakumjua Yesu, wakaelekezwa mpaka pale mtoto alipokuwa. Kwa hivyo mtu anapotazama nyota, kuna uwezekano kuna watu ambao wanapaswa kukufikia wewe. Unapata shida, unang'ang'ana katika maisha, lakini kuna destiny helpers wako ambao sasa hivi ninavyoongea, kuna nyota ya mtu inang'aa mahali na inawafanya matajiri wa watu, inafanya viongozi waanze kukutafuta wewe katika jina la Yesu. Kuna viongozi, kuna watu ambao wamebeba utajiri wako, wamebeba dhahabu yako, wamebeba fedha yako, wamebeba tunu. Kuna watu wamebeba manemane, kuna watu wamebeba utajiri wako ambao wanapaswa kukutana na wewe ili kwamba wakaweze kukupa. Lakini kwa sababu tumeambiwa ya kwamba katika kitabu cha Ayubu, nyota inaweza kutiwa giza, na nyota ya mapambazuko za watu wengi zimetiwa giza na wanang'ang'ana. Mtu amesoma,
ana capacity ya juu, amesoma, ako na PhD, mwingine ako na masters, mwingine sasa amehitimu sana, amesoma na amefika kiwango anaweza kupata kazi ya maana, lakini utawaona wanauza maji, wengine wanauza njugu mabarabarani. Unashindwa kuelewa huyu mtu, lakini amesoma. Huyu mtu ako na vyeti vya kutosha vya kumpatia kazi, lakini kwa nini mpaka sasa hivi anang'ang'ana? Kwa nini anazunguka huku na kule? Nyota yake imetiwa giza. Na ndio maana siku ya leo nataka ninene na mtu ambaye amekuwa aking'ang'ana kimaisha. Inaweza kuwa shida yako ni nyota, inaweza kuwa familia yako imetiwa giza. Kuna nyota za familia, kuna familia ambazo unapata ile familia ni familia ya wanajeshi. Mtoto wa kwanza, firstborn, aliyezaliwa ni kamanda wa jeshi, secondborn ni askari, thirdborn ni askari wa prison, fourthborn unapata ya kwamba ako Kenya Army. Unashindwa, hii familia waliozaliwa wote wako kwa jeshi. Ni nyota ya ile familia, wanazaliwa wanajeshi na maaskari. Ile familia iko na nyota ya uongozi. Na kuna wengine ambao nyota zao zipo katika mikono yao. Kuna kitu ukifanya kwa mikono yako, wewe unafanikiwa kwa haraka sana. Ni nyota yako, ni mafanikio yako. Ndio masomo ndio ni muhimu sana, lakini haikuhakikishia kwamba hata ukisoma miaka 20 umesoma ya kwamba utapata kazi ya maana, ya kwamba utafanikiwa. Kuna watu matajiri, mabilionea wengi ambao hawajasoma. Wengine wamefika class cha 4 ama wamefika darasa la 4 na ni matajiri, wanaongezeka kila siku, wanaongezeka, wameshika pesa nyingi sana kuliko wewe ambaye uko na degree yako hapo unangojea kuandikwa kazi. Nataka nikuhakikishie kitu kimoja, wewe unayenitazama na kusikiliza ujumbe huu, popote pale nyota yako iliponaswa ikachukuliwa, iwe ni wachawi, iwe ni waganga, iwe ni wakuu wa anga, ni malikia wa baharini, iwe ni vibwengo, iwe ni mashetani, iwe ni majini ambao wamekuinukia wakakufunga mahali, wakakunasa hatima yako, nataka kukuhakikishia kwamba siku ya leo unakwenda kuachiliwa katika jina la Yesu. I decree over your life by the authority of the blood of Jesus. Popote pale wamenasa mafanikio yako, ni nyota ya mapambazuko yako inang'aa siku ya leo kwa jina la Yesu. Kuna watu wataamka asubuhi ya kesho wakiwa na ushuhuda wa ajabu. Kuna watu wataamka asubuhi hii ya kesho wakiwa na mafanikio yasiyo ya kawaida. Kuna watu wataamka kesho asubuhi wakiwa na testimony ambazo si za kawaida. Nami naanza mimi mwenyewe, najua nimebeba testimony ambayo si ya kawaida, kwa sababu nyota inakwenda kung'aa. Nyota inakwenda kuvuta matajiri. Nyota inakwenda kukuunganisha na destiny helpers wako. Nyota inakwenda kufanya huduma yako ianze kung'aa. Nyota inakwenda kufanya watoto wake waanze kuonekana. Nyota inakwenda kukufanya hekima yako. Kuna watu ambao, as I'm talking right now, wanafaa wakuwe presidential advisors, lakini sasa unapata ya kwamba kuna kitu kimefanyika, wakarudishwa chini. Hawaelewi. Wengine walikuwa wanasema mimi katika enzi zangu nilikuwa na pesa nyingi sana, lakini right now as we are talking they have nothing to show. Ni kwa sababu wametiwa giza. Kila aina ya giza ambalo limetanda katika maisha yako, ninaamuru katika jina la Yesu likuachiliwe. Waachiliwe katika jina la Yesu. Wote ambao wamenaswa katika mashimo ya kichawi, wote ambao wamewekwa mivunguni, wale wanaotumia nyota za wenzi wao, wale ambao wameiba nyota za watu wakazichukua wanazitumia kwa mafanikio yao, ndiyo siku ya mwisho hii. Wewe unayenisikia sasa hivi, hii sauti ninakuita, popote ulipo, njoo katika jina la Yesu. Popote pale wamekuweka nyota yako, popote imefichwa, inakwenda kufichuliwa. There are people who are going to receive supernatural capacities and gifts of the Holy Spirit. Kuna watu ambao wanakwenda kupokea neema isiyo ya kawaida. As I'm talking right now, borders that have been closed for your sake are opening up. As I'm talking right now,
pesa ambayo imekupotea inakutafuta. As I'm talking right now, kuna watu ambao hawatalala, hawatakaa mpaka pale watakupata wewe, kwa sababu kazi hazitaendelea mpaka watakapokutafuta wewe. Maandiko inasema ya kwamba Samueli nabii wa Mungu akaenda kwa nyumba ya Yese, akaanza kuwaita watoto wa Yese ili kwamba akawamwagie mafuta wakuwe wafalme. Kuna mmoja ambaye alikuwa amechaguliwa, lakini sasa katika wale wote waliopitishwa pale na Yese mzee, tunapata ya kwamba mafuta yakakataa kumwagika kwa sababu Mungu alikuwa hajawachagua wao. Tukaambiwa ya kwamba Daudi alikuwa msituni ameenda kupeleka kondoo na mifugo ili kwamba zikaweze kupata nyasi au chakula. Daudi alikuwa ni mchungaji, kwa hivyo alikuwa ameenda safari za mbali ili kwamba mifugo wakaweze kupata nyasi. Sikiza kwa makini, nabii akasema hatutakaa mpaka Daudi aweze kupatikana. Hatutakaa. Ndiyo nyota ya mtu mnavyoongea sahihi. Kuna watu ambao they are restless, they cannot sleep right now as I'm talking, mpaka pale watakapokutana na wewe. And I am connecting you to your destiny helper. I am connecting you to your blessing. I am connecting you to your honor, to your respect, to your wife. In the name of Jesus. Kuna watu ambao I am connecting them spiritually. Just connect with me in the name of Jesus. Popote pale nyota yako ilipo, popote pale nyota yako ilipo, receive back your star. Receive back your honor. Receive back your respect. Receive your money. Receive financial breakthrough. Receive financial power, financial dominion. There are people who are supposed to be lawyers. There are people who are supposed to be doctors, but they are generally displaced. As I'm talking right now, in Jesus' mighty name, I am restructuring your destiny in the mighty name of Jesus Christ. The Lord bless you. The Lord keep you. Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu. Tafakari kwa ndani, ni nini kilichofanyika katika maisha yako? Nini kilichofanyika katika huduma yako? Nini ambacho kimefanyika? Umesoma lakini unang'ang'ana. Familia yako iko katika umaskini sio wa kawaida. Kuna wengine ambao wanapaswa kuwa katika serikali, sahihi hawako katika serikali na hawaelewi ni nini kilichofanyika. My brother, my sister, usipuuze habari hii, kwa sababu inaweza kuwa ndio breakthrough yako. This can be your breakthrough in life, in the name of Jesus. The Lord bless you. Mungu akubariki sana. Amen.